Tuangazie sasa uhusishwaji wa bajeti ama katika mchakato wa bajeti. Sheria inasemaje kuhusiana na kuhusishwa kwa mwananchi katika masuala mazima bajeti? Sheria, nadhani niko na katiba yangu hapa, naitaga Biblia yangu. Hii sikosi malikokote. Unasema uachi Biblia? Siachi Biblia malikokote. Ndio. Nataka ni nukuu. Nisiseme maneno yangu. Ndio. Ilhali Biblia ya sheria iko hapa. Mara nyingi nadhani kuna muundo msingi wa kisheria ambao unatuongoza katika la jambo. Na ni muhimu vijana na wananchi wote wajue kwamba endapo unapata kujua kuna sheria ambazo zina guide kitu fulani, ndio, ni rahisi kukipinga ama kutafuta mbinu ya kucounteract. Ndio. Kwa hivyo kulingana na katiba, kuna ile inazungumzia kwanza mambo ya public participation, uhusishwaji wananchi katika mchakato wa bajeti. Kuna sheria, ndio, kuna sheria ambayo inazungumzia public participation. Ndio. Hii ni kwamba mwananchi ahusishwe na kukuwe na ile transparency ambayo mwananchi anaelezewa, ndio, pesa zinapangwa vipi, tunapanga hivi, haya ndo mapendekezo. Mwananchi naye apatiwe nafasi ya kujihusisha na kutoa mapendekezo yake ambayo anahitaji katika ile bajeti ambayo anaona yatawafaa, sababu wao ndo wanafanyiwa. Kwa hivyo ni vizuri, mara nyingi tumekuwa tukienda katika hizi mafunzo. Ndio. Na kuna yale mafunzo ambayo yanatufundisha kuhusiana watu wawili. Ndio. Ambaye mmoja ni yule ambaye ni duty bearer, yule ambaye ako na ile responsibility ya kufanya duty, na kuna yule right holder ambaye ni mimi na wewe, mwananchi ambaye yeye ndo ako na nguvu. So wananchi wakigundua kwamba wako na power, wanaweza kupursue justice. Ndio. Ama wanaweza sema jinsi gani wanataka kuongozwa. Kwa hivyo hiyo ndo hali kuu ya demokrasia.